ndugu Ibrahim Shayo. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Taifa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Baba Makamu Askofu Mkuu wa kanisa hili pamoja na viongozi wote wa kanisa, viongozi wetu wa chama na serikali waliohudhuria katika ibada hii, niseme tu itifaki ikiwa imezingatiwa. Kwa majina naitwa Al-Haj Ibrahim Mohamed Shayo, ni mkurugenzi wa makampuni ya Ibraline. Ndugu zangu, nimesimama mbele kwa unyenyekevu mkubwa sana, lakini kwa huzuni mkubwa na moyo wenye majonzi. Napenda kutoa pole zangu za dhati kwa familia, kanisa la TAG na wote walioguswa na kwa kuondokewa kwa mtumishi wa Mungu, Askofu Dr. Emmanuel Lazaro, askofu wa kwanza wa kanisa letu la TAG. Marehemu alikuwa zaidi ya kiongozi wa kiroho. Alikuwa jirani yangu mwema, mtu mwenye hekima, mwenye ushirikiano wa dhati katika maendeleo ya jamii yetu iliyotuzunguka. Katika maisha yake alisimama kama taa iliyo juu ya mlima, ikitoa mwanga. Narudia, katika maisha yake alisimama kama taa iliyo juu ya mlima, akitoa mwanga wa matumaini kwa wengi. Tunapoomboleza, tuendelee kumwenzi kwa kuendeleza yale aliyoyaamini. Aliamini amani, aliamini mshikamano na maendeleo ya kweli kwa jamii. Ni vigumu kuamini kuwa tumepoteza mtu wa thamani kama Askofu Dr. Emmanuel Lazaro, askofu wa kwanza wa kanisa letu na ni kiongozi aliyekuwa akiendeleza masuala yote ya hekima, busara, upendo na kumcha Mungu. Mimi binafsi nilikuwa naye karibu sana. Nakumbuka mimi nilikuwa jirani yake kule Shanty Town anakokaa marehemu. Mimi ni jirani yake, lakini vile vile kwenye kanisa hili, jirani ya kanisa hili, mimi ndio ofisi zangu za kampuni ziko hapa, na ni mtu ambaye alikuwa akinitembelea na sintakaa nimsahau kwa kunishirikisha tendo moja kubwa sana katika kanisa hili. Marehemu aliwahi kuniita na kunishirikisha ujenzi wa kanisa hili. Lakini wakati marehemu ananishirikisha ujenzi wa kanisa hili, alijua kabisa kwa dhati mimi imani yangu ni ya Kiislamu. Nini maana yake? Maana yake marehemu hakujali dini katika maendeleo. Wewe una udini gani? Marehemu alichokuwa anahitaji yeye ni mahusiano ya kijamii, pasipo kujali wewe ni kabila gani, wewe ni dhehebu gani. Lakini ndugu zangu, mimi tu niseme kwamba marehemu alikuwa ni mcha Mungu sana sana sana. Na kwa tabia zangu nisingeweza kuwa karibu na baba askofu kama asingekuwa na zile tabia ambazo ziko ndani ya roho yangu. Ndugu zangu, baba askofu ameondoka, ametuachia kazi kubwa sana. Katuachia kazi ya kuliendeleza kanisa, katuachia kazi ya kutuunganisha kati yetu sisi
na wale madhehebu mengine, katuachia kazi ya kuendeleza dini hii ndani ya mkoa huu na nje ya mkoa huu. Natamani nimfananishe baba askofu na mtu yoyote kwenye Biblia, lakini kuna kipande cha sisi watu wa Hai tunajivunia kuwa na mtu wa kipekee kutoka kwenye ardhi yetu, ambaye sio kwamba aliitikisa tu Tanzania, bali ameitikisa Afrika na dunia nzima, kwa sababu tumemsikiliza missionary aliyetoka Marekani akiwa anatoa ushuhuda hapa. Baba askofu huyu hapa, mimi nikiwa mtoto mdogo mwaka 1993 alikuja kwenye mkutano wa Injili kijijini kwetu, kijiji cha Kieri. Kuna saa Askofu Magisa alikuwa anazungumza hapa, maaskofu kidogo hamkumuelewa. Injili ya Askofu Lazaro ni ya tofauti kwa sababu zifuatazo. Nyie watu wakubwa kidogo kule juu, mkitaka kwenda kwenye mikutano huwa mnakuja hapa mjini na sehemu zenye watu wengi. Lakini Askofu Lazaro alikuwa anaenda kwenye kitongoji, sehemu ambayo ni kijijini. Askofu Lazaro alikuwa anabeba huo mkutano kwa gharama zote. Alikuwa asemi nitumieni mafuta ili nije, tumieni basi mafuta ya mhubiri ili nijiandae niweze kuja, au mafuta ya kurudi. Askofu Lazaro alikuwa anabeba mambo yote yeye mwenyewe. Sadaka iliyotolewa kwenye mkutano wake pale kijijini kwetu mwaka 93, pesa yote hiyo siku ya Jumapili alimuita mchungaji na baraza la wazee, akasema kuanzia sasa hivi sitaki kanisa la miti hapa, nataka kanisa la block lianze hapa. Na sasa hivi kijiji cha Kieri kina kanisa zuri ambalo lina mchango wa baba askofu Emmanuel Lazaro. Kwa hiyo tunaposema tunamsindikiza mtu wa kipekee wa tofauti, ni mtu wa kipekee na tofauti kwa sababu ya alama alizoziacha ambazo hazifutiki. Mwisho, mwaka 93 baba askofu Mungu alisema naye juu ya taifa la Tanzania, taifa la Burundi na Rwanda. Kwa Burundi na Rwanda ilitokea kile kitabu, nikiwa mtoto mdogo nilifanikiwa kukisoma. Mungu alisema naye maneno yafuatayo. Samani MC, najua napoteza muda, lakini askofu haya maneno hayajasemwa, kwamba Mungu aliwahi kusema na huyu baba juu ya taifa la Tanzania na juu ya taifa la Burundi na Rwanda, kwamba wakati wa kupimwa kwao hawataweza kusimama. Kilichotokea mwaka 1994, taifa la Burundi na Rwanda waliingia kwenye machafuko makubwa na mauaji makubwa ambayo nyie mnayafahamu. Na ninaamini kwamba maombi ya Askofu Lazaro yaliweza kuiponya Tanzania, maana Tanzania na yenyewe iliambiwa kwamba itapimwa na haitaweza kusimama kama haitatubu. Na Rais Mwinyi alikipokea kitabu kile, na nadhani kama taifa mlisikia maono ya kitaifa. Kwa hiyo hapa amelala baba wa taifa wa kiroho. Tunapeleka historia kubwa sana Masama kesho ya mtu wa kipekee ambaye hajawahi kutokea Tanzania hii. Kwa hiyo tunaposema huyu mzee ni wa kipekee, elewa kwamba ni mzee wa kipekee, na ninaomba muige, wahubiri igeni hapa. Leteni injili kule vijijini. Kule watu hawana uwezo wa kuchangia nauli. Kule watu hawana uwezo wa kukusafirisha. Kule hakuna watu wengi, kuna roho mmoja tu ambaye Yesu anahitaji. Pelekeeni kule kama jinsi Lazaro alikuwa anafanya. Anaenda kuokoa roho mmoja kule kijijini. Baada ya kusema hayo, mbunge alisema salamu zake ataziwakilisha kidigitali kwa familia. Mungu awabariki sana, asanteni sana. Asante sana.